Mbunge mstaafu wa jimbo la Kyela. Tunafurahi kuwa na wewe hapa leo, tupate nafasi ya kujadiliana mawili matatu. Asante sana. Nashukuru. Jina langu naitwa Lumuli Alipipi Makaborofu Kasiopa. Ile jina la Alipipi ni la baba ambaye la ukoo wake ni Makaborofu, na hili la Kasiopa ni la babu yangu ambaye alimzaa Alipipi Makaborofu. Kwa hiyo naitwa Lumuli. Sasa hivi maalum au maarufu naitwa Lumuli Alipipi Kasiopa. Ningependa kufahamu au hata watazamaji wangependa kufahamu historia yako fupi tu, kwa sababu wengi wanaokutazama na nikiwepo miongoni na kufahamu kama waasisi wa G55. Kuna 55 original, kuna na 55 tunayoifahamu sisi. Kwa hiyo nilikuwa naomba utupatie historia fupi mpaka kuja kuwa, kwa sababu tunafahamu G55 walikuwa ni wapinzani wa Mwalimu. Kwa hiyo naomba hiyo story fupi ili tuweze kufahamu. Nashukuru. Ni kuwa mbunge wa wilaya ya Kyela tangu mwaka 1980. Kipindi hicho nikawa mbunge, na wakati fulani nilibahatika wakati wa waziri mkuu wa rais, of course akiwa Mwalimu, akawa waziri mkuu Busuya, Sokoine. Kipindi hicho niliwahi kubahatika pia kuwa naibu waziri wa kilimo. Tuliendelea hivyo. Alipokufa Sokoine kukawa na rishafo, mabadiliko ya serikali, na Mwalimu alisema kwamba anapunguza wingi wa mawaziri, na akapunguza kweli. Wizara ambazo zilikuwa mbili zikawa moja. Kwa mfano ya kwangu kwa ya kilimo na ya mifugo. Wakati wa kupunguza kilimo na mifugo ikawa moja, na mimi ambayo nilikuwa naibu waziri kwa upande wa kilimo sikubahatika kuingia kwenye muunganiko wa kilimo na mifugo. Aliyekuwa waziri wa mifugo ndio akawa waziri pia wa kilimo na mifugo, akawa waziri wa nchi. Kwa hiyo kabaki mawaziri wawili. Sasa mimi ambaye nilikuwa naibu waziri wa kilimo nikapunguzwa, na wengine wengi wa aina hiyo katika serikali ile wakati ule wa Mwalimu. Serikali ya wakati ule wa Mwalimu na ya sasa ukizilinganisha, ufanano wake ni upi na utofauti wake ni upi? Ufanano wake na tofauti yake ni kubwa sana. Sasa hivi tunazungumzia kwamba kwa mfano the current issue sasa hivi katika nchi yetu ni swala la katiba. Kwa mfano tofauti kubwa sana iliyokuwepo ni kwamba wakati ule katiba ilikuwa ni hii tunaitumia ya 77 ambayo ni ya chama kimoja. Ilipokuwa inaundwa katiba hii ijulikana kwamba ni ya chama kimoja. Chama kimoja ambacho kilipatikana kwa kuunganisha vyama viwili, TANU na ASP, lakini kwa ni chama kimoja cha Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo katiba iliyokuwa imetengenezwa kuongoza serikali ilikuwa ndio ya 1977 kukiongoza chama kimoja. Kwa hiyo wakati huu katika katiba sio nchi ya chama kimoja tena, ni nchi ya vyama vingi, lakini natumia katiba ya chama kimoja. Kwa hiyo tofauti ipo kubwa sana kwamba mnaongozwa na katiba ya chama kimoja wakati ninyi nchi sio chama kimoja, ni multi party system, mfumo wa vyama vingi, lakini naongozwa na katiba ya chama kimoja. Kwa hiyo automatically mtu yoyote angeonekana kama kuna upinzani wa hali ya juu sana. Hata walioshauri kwamba kuwepo na katiba mpya, namzungumzia Jaji Nyalali ambayo waliiunda tume wakati wa utawala wa Rais
Ali Hassan Mwinyi kuangalia je, tuingie kwenye vyama vingi au la. Katika kufanya hivyo walipokuja na maoni yao, Jaji Nyalali na timu yake inaitwa sasa tume ya Nyalali ikaona kwamba haipatani kuwa na system au mfumo wa vyama vingi, lakini unatawaliwa na katiba ya chama kimoja. Kwa hiyo sasa kuanzia pale wengi tukapanuka macho kwamba kwa kweli kuna haja ya kubadilisha katiba, tuwe na katiba ambayo inaendana na mfumo wa vyama vingi kuliko kuwa na katiba ambayo haiendani na mfumo wa vyama vingi. Na unaweza ukatupitisha kidogo mchakato wa upatikanaji wa katiba ya mwaka 77 ulikuwaje ukilinganisha na sasa hivi? Kwa sababu naona kama mchakato wa upatikanaji wa katiba sasa hivi umekuwa ni mgumu. Sasa umekuwa ni mgumu. Ndio. Ile ilikuwa watu tu wa chama kimoja hao wamekubali kwamba tuwe na katiba. Vyama kabla ya hapo, kabla ya kuwa na katiba hiyo, kulikuwa na vyama viwili very strong, kwa upande wa Tanganyika TANU, kwa upande wa Zanzibar ASP, Afro Shirazi Party. Sasa muundo ni huo. Katiba inazungumzia muundo wa chama kimoja na kweli ni chama kimoja. Upatikanaji wake ilikuwa rahisi tu, wale ambao wanaungana kwenye vyama hivi wakakaa wakatengeneza hiyo, lakini always kukilinda chama kimoja, always kukilinda chama kimoja. Kwa mantiki hiyo, huu ugumu unaotokea sasa hivi upatikanaji wa katiba mpya unaweza ukawa unasababishwa na kutokana na kwamba sasa hivi tuna mfumo wa vyama vingi, kwa hiyo chama tawala kinashindwa kukubaliana na hivi vyama vilivyopo ili tuweze kupata katiba mpya, kwa sababu kilinganisha katiba ya mwaka 77 imepatikana kwa urahisi kwa sababu ilikuwa ni chama kimoja. Naam. Kwa maana hiyo, kwa mantiki ya maelezo yako sasa, unafikiri upatikanaji wa katiba mpya umekuwa ni mgumu kwa sababu ya utawala sasa hivi ni wa vyama vingi? Upatikanaji umekuwa ni mgumu kwa sababu ya ubinafsi tu, ya ubinafsi wa wale wanaonufaika na mfumo huu wa katiba ya chama kimoja kuvihusisha vyama vingi. Ubinafsi ndio unaongoza. Kwa nini nasema ubinafsi? Kwa sababu nikitumia sasa current affairs, huyu makamu wa rais ametusaidia sana kufafanua kwamba kweli kinachong'ang'aniwa hapa ni ubinafsi wa watu wa CCM watawala. Lakini na yeye yuko CCM. Naam. Sasa lazima mmoja, ili kufanikiwa, lazima mmoja katika mfumo huo aasi wa mfumo, ndio tutapatikana mabadiliko. Ametusaidia sana kwa sababu sisi ambao sio wa mfumo huo, sio wa CCM, tulikuwa tunapata tabu sana kuwashawishi watu. Majuzi hivi mlisikia watu wasema, kwani katiba mpya itakuletea ugali, ikatuletea mezani? Eti anauliza watu vijijini huko, wanajua kabisa kwamba hawa tunawauliza hawana uelewa huu. Lakini tukisema hivi watatuelewa, itakuletea ugali mezani? Hapana. Sasa tukiuliza makamu wa rais wa chama hicho anaposema tupiganie katiba mpya, ndio itawaletea ugali kwa sababu makamu wa rais kasema? Lakini makamu wa rais anasema na rais mwenyewe anasema tupiganie katiba mpya. Amesema hivyo. Lakini hivi majuzi naye hajaonekana kwamba sio jukumu lake, na alitupa hata muda tuendelee kujifunza katiba ile mpya kwa muda kadhaa hivi. Hiyo ghafla kama alivyosema makamu kwamba anapigania hii, tunaweka mashaka mpaka sisi tuone huyu kwamba huyu makamu ametusaidia, amesaidia hata Watanzania wote wale ambao walikuwa taken advantage of, ambao hawa sisi walijinufaisha kwa ujinga wa watu. Ujinga sio upumbavu. Walijinufaisha kwa ujinga wa Watanganyika na Watanzania. Ujinga wa kusema haituletee ugali, kwa hiyo tuendelee na hii. Sasa huyu amesema kwamba tupiganie, kwa sababu maana yake ni kwamba Watanganyika sasa waelewe
kwamba hao waliokuwa wakisema kwamba sio muhimu wanatudanganya, wanatulaza. Mbona huyu yuko kwenye system lakini anataka mapinduzi, anataka kuwa mkweli, anazungumzia juu ya katiba mpya. Lakini unaamini huyo aliyeko kwenye system anatupeleka uelekeo sahihi wa kusema kwamba tupiganie katiba mpya? Na kama tunaipigania kwa nani? Kama anaweka dhahiri kwamba rais mwenyewe anahitaji katiba mpya, wewe kwenye hilo una maoni gani? Nahisi tunaweza tukalifanikisha hili la kuipata katiba mpya kwa sababu aliyeko kwenye system ameshatupa uelekeo? Ndio, unajua naweza kusema kwamba ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameona sasa wakati umefika wa kuwaelimisha Watanganyika, wa kuwaelimisha Watanzania kwamba ukweli ni huu wa makamu. Huyu anathubutu kusema kama tupiganie, kwa sababu anajua kama maneno alivyosema ambayo ni sahihi. Anayeng'ang'ania katiba ya sasa hivi ni mnufaika. Ni binafsi tu ndio tuwe na katiba iliyopo hapa. Lakini kama tunataka demokrasia ya kweli ni kuwa na katiba mpya. Na anaposema kwamba tupiganie kwa sababu ina faida zake, na huko ndio kuwa ukweli kuliko kuwa ubinafsi. Na ndio namuona hivyo. Kweli nimesoma ukimkosoa si koko, lakini lazima kama nilivyosema bwana, ya Mungu ni ya kipekee. Kukomboa kutatokana na hawa ambao wenzetu walikuwa ni wakandamizaji. Lazima mmoja katika wakandamizaji aongoke katika wakandamizaji, akatae ukandamizaji ili awe mkweli kwa sisi Wakristo, kwa msukumo wa Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu sio mwongo, ni mkweli na anataka haki. Wewe unaamini kwamba makamu ana nia ya dhati kabisa ya kuungana na wananchi kuitaka katiba mpya? Kwa sababu wengi wameenda mbali wakasema kwamba hiki ni kiini macho kwa wananchi. Sidhani kama anatania. Mimi nafikiri kwamba ana nia safi kabisa ya kwamba, kwa sababu mtu kuzungumza ukweli, always mtu anazungumza ukweli na nia safi. Yule ambaye hazungumzi ukweli hana nia safi, ni mwongo, na kama kawaida ya Ibilisi ni mwongo wakati wote. Na nukuu kidogo maneno ya Bwana Yesu ndani ya Biblia, anasema Ibilisi ni mwongo na ni muuaji tangu mwanzo. Kwa hiyo waongo na wauaji sio tofauti, ni wa baba mmoja mama mmoja. Sasa huyu ambaye anazungumza ukweli mtupu, tumwamini. Hakuna sababu ya kumng'ang'ania kwenye uovu ambao na utema, ambao na ulaani. Wake kumng'ang'ania katiba ambayo haifai kitu eti kwa sababu haikuletei ugali mezani, ni maneno ya uongo ya kuchezea watu ambao ni ignorance. Unajua watu wajinga jinga tunufaika nao. Take advantage of. Tukiangalia sasa hivi na kuwa ni wakati mgumu sana kwa wapinzani kupinga utawala uliopo, lakini tukikuangalia wewe umekuwa ni mstari wa mbele na wengine waliokuwepo kwenye G55 kupinga ule utawala wa Mwalimu na kukataa yale aliyokuwa akiyasema ambayo mlikuwa mnaona sio sahihi. Ilikuwa ina urahisi gani au na ugumu gani kupingana na Mwalimu? Binti yangu, mjukuu wangu, kupingana na Mwalimu nao ilitaka uthubutu wa kweli kweli ambao sio wa utani. Tunashukuru kwamba Mwalimu alikuwa kipindi ambacho sio cha kutosha watu. Huenda tungekuwa tumetoroka, tumedisappear, tumetoroshwa, tumetekwa, lakini Mungu hakuwa na kipindi kile, alishikilia moyo wa Mwalimu kuto kuingia kwenye unyama ule. Alikwenda kwa hoja, na tukatake advantage nzuri kwamba hoja ya kutaka Tanganyika sisi wabunge 55 ni very powerful kuliko kutokuwa na Tanganyika. Tukamweleza na sio mara moja tu, mjukuu wangu, tuliitwa mara nyingi kwenda Msasani. Lakini hakuwa rais wakati huo, sio rais, lakini namuuma kwamba anataka tunamthubutu kutaka kusahihisha muundo ambao aliasisi wewe, kuwa na serikali mbili badala ya tatu. Sisi tunasema turekebishi, tuwe na Tanganyika ndani ya muungano, serikali ya Tanganyika kama ilivyo ya Zanzibar, na halafu inakuwepo ya shirikisho. Ndio hii ilikuwa hiyo. Sasa hiyo ni hoja. Sasa hakutaka kutumia rungu kutuponda kichwani kwa kututorosha tusionekane tena. Kwa hiyo tukiitwa tunazungumza naye, tunarudi.
ambaye alikuwa na coordinate kwenda huko alikuwa ni Joseph Warioba. Joseph Sinde Warioba ndiye ana coordinate, tutakwenda sema jamani mwalimu anataka kule. Yeye tangu mwanzo alikuwa na mwalimu moja kwa moja. Hakutaka kabisa Joseph Sinde Warioba tuwe na serikali tatu. Sema inatosha hivi. Na naye tulimbisha, hatukubaliana naye. Lakini logic yetu tuliona kwamba very more stronger kuliko ya kwao. Kwa sababu unawezaje kuwa na serikali mbili katika muundo unaitwa serikali ziko mpaka sasa ni serikali mbili. Tanganyika, muungano na Zanzibar. Lakini ni nchi mbili ambazo mmoja amejisarenda hana serikali, mwingine ana serikali yake na kila kitu kikamili. Afu sema na wewe tutasema sawa tufanye utaratibu mzuri, wenzetu wabaki na serikali yao na sisi Tanganyika na serikali yetu, alafu iwepo ya shirikisho wizara kadhaa hivi ndio ziwepo. Hiyo ndio tulikuwa tukibishana na mwalimu na pia tulikuwa na pointi, ukitaka kama Kenya wangekubali kujiunga katika Federation ya Afrika Mashariki na Uganda ingekubali, ambao original tulikuwa wa koloni wa Mwingereza. Je, ni kweli kwamba hawa nao wangeua serikali zao kule? Waue Kenya isiwe na serikali, Uganda isiwe na serikali? Wasingekubali. Wangesema tutakuwa na serikali yetu na tunashirikiana kwenye mambo haya na haya kwenye federation, na Uganda wangekubali. Kwa hiyo ingekuwa Tanganyika peke yake ndio imeua kila kitu, kama ambavyo hivyo sema sasa hii nani atakubali kuingia kwenye mkutano? Wala hawezi kubali kuua serikali zao. Na ili kweli tuwe na Federation ya Afrika Mashariki na Kati and so on so forth, lazima ifufuke Tanganyika. Watavutika kwamba kumbe na sisi hatutauawa kama Watanganyika walivyoua serikali yao. Hiyo ndio ilikuwa pointi yetu na bado ni pointi yetu mpaka sasa. Kwa kipindi kile ulikuwa Chama cha Mapinduzi CCM. Na ukaendelea kuwepo mpaka mwaka 2015, si ndio? Ndio. Unaweza kumalizia kwa kufahamu ni kitu gani kilichokusukuma utoke Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama chako cha muda mrefu ulichokiamini, ulichopigania, na mpaka ulivyoamua kwamba sasa naondoka? Tunaweza kufahamu ni kitu gani huenda kilikuondosha CCM? Ni kweli unaweza kusema huu ni muda huo. Nafikiri wengi wetu tangu tulipotaka Tanganyika tulikuwa tayari tumeuasi mfumo ule. Tuna wabunge, tuna fursa ya kuzungumza hilo. Lakini sera hilo ya CCM ya kuwa na serikali mbili tulikuwa haimo tena katika moyo wetu. Sasa ilipotokea kwamba tuna mwaka huu ambao niliondoka huko, niliona kwamba muda umefika sasa kuwa na kufuatana na imani yangu. Imani yangu ni kwamba tuwe na serikali tatu. Sasa ndani ya CCM wanasema tuna sera yetu ya serikali ngapi? Mbili. Sasa hiyo ndio tulichokuwa sasa hiyo ni sera hiyo ya serikali mbili. Tuingie kwenye chama hiki cha Chadema ambacho sera yake ni kuwa na Tanganyika ndani ya Federation. Tanganyika iwepo kama ilivyo Zanzibar na wizara chache za shirikisho. Kwa hiyo mimi nikapendelea hiyo mjukuu wangu. Naomba tuhitimishe kwa kutupa tathmini yako ya uongozi wa sasa hivi tulionao, na ukiangalia utawala wa sheria, wengi wao wamekuwa wakisema kwamba umekuwa hafifu. Nashukuru. Kinachoongoza nchi yoyote ya kidemokrasia ni katiba. Sio bwana? Ni katiba ambayo itazaa serikali ya watu ambayo imeundwa na watu kwa ajili ya watu. Nafikiri ni Abraham Lincoln ambaye kwa Kiingereza alisema government of the people by the people. Asa hii haipo hapa. Ukitaka iwe by the people lazima uwe na uchaguzi huru. Wakichagua watu
wakiweka serikali madarakani na kwani by the people ndio wameiunda hiyo. Short of that hamna hicho. Sasa kama hivi chaguzi zote ninyi mmeshuhudia, ninyi watu wazima mpaka sasa, ni wajukuu zangu, mmeshiriki. Hata kama ukushiriki kupiga kura wakati ulikuwa bado hujatimia, lakini umeshiriki udanganyifu ambao umekuwepo throughout. Kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2019, rais anakusanya watu toka tawala hizi, anakusanya Ikulu kwenda kuwaelekeza kwenye kura, hakikisha kwamba CCM tu inashinda, na matokeo yake kweli wakaelekezwa. Kama jina lako hivi binti yangu naitwa hiyo ambao nani kale kati kale kaza kuishia pale, kama hakapo umekuwa disqualified. Hai hii tu hajui kuandika, ndio 19 maelekezo. Yani wanaokoteza visababu ili kuhakikisha kwamba huyu mpinzani agombei. Haya, kwa hiyo 19 hivyo, matokeo yake 96% CCM, 4% wanaosema mkagombee wote, vya mkagombee. Chadema ikasema upuzi, akagoma kwa sababu mtu yote, lakini kumbe sio Chadema tu inagoma, ilikuwa rightly Chadema igome. Baadaye sijuzi tumeambiwa kwamba vyama vingine hizi ni projects tu kwa kazi maalum. Kwa hiyo 96% ni CCM, 4% iliyobaki wamwachia Chadema. Hatuwezi kusema na vingine ambazo ni projects zake. Sasa hiyo moja hiyo, hapo hautapata serikali ya watu, yani by the people. Hapo ni by the few ambao na chama kile tu. Haya, bunge la chama kimoja 2020 ipatikana, sio kwa sababu watu walichagua chama kimoja, wamelazimishwa kwamba wabunge wenu ni hawa. Hayo tena government by the people, inakuwa ni by the few ambao ni powerful kwa kutumia majeshi, ndio wameweka wameinstall serikali ile. Sasa kwa bahati mbaya 2021 mabadiliko yanakuja kwa upande wa rais, hayupo tena mwenye madarakani, lakini ametuachia bunge la chama kimoja. Na kipindi hicho chote cha bunge la chama kimoja, mtihani unakuja juu ya bandari ya DP World. Wanasheria wetu wanajitahidi kuambia wabunge kwamba hii bwana, mkatae mkataba huu, kwa sababu unachukua bandari za Tanganyika zote, pamoja na sio tu za baharini, sio tu za maziwani, pia kwenye bandari kavu. Jameni, mkatae huu. Lakini kwa kuwa ni bunge ambalo ni la chama kimoja, wakapitisha. Athari zake haiwi tena by the people and over the people, haiwi tena serikali ya watu, isipokuwa ya wachache ambao wanajinufaisha. Sasa okay, tunakuja 2024, chama kinasema tusiende huko. Ma experience tulipata 2019 na 2020 inatosha, lakini watawala wapya wanasema hapana, sisi hatutafanya yale, twende tu. Wa kwanza ambaye aliahidi na chama ilikuwa Kinana, Mheshimiwa Kinana akiwa makamu, akasema haitatokea tena ile. Haya, tunakwenda punde si punde, Kinana anajiuzuru huko, anakuja wa kumrithi, lakini rais yupo. Sasa 2024 Chadema wanasema tusiingie huko. Sema hapana, ingia tu, yale yalikuwa ya yule, sisi ni wengine, tutafanya yetu mazuri tu. Matokeo yake November 2024, labda kama sio worse kuliko almost similar to that. Basi hapo mambo yakawa ni mbaya zaidi. Ndio msingi wa Chadema sasa kwenda kukaa huko walikokaa na kuja na no reforms, no election. No election. Kama hakuna mabadiliko bwana, ni yale ya 2019, ni yale ya 2020. Na sasa ni haya ya 2024.
hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tukirudi kwenye swali la kwamba si unaona sasa tofauti ya serikali imekuwaje, ni kero kubwa. Hata waliochagua kwamba tusipige kura walionyesha utu kuliko kudharauliwa kwa kudanganywa kila wakati kwa mtindo ule. Kwa mantiki hiyo ya wabunge waliopo wengi ni Chama cha Mapinduzi na katiba hii inavyopiganiwa sasa hivi, unahisi kuna mafanikio yoyote ambayo tutaenda kuyapata kwamba wabunge wenyewe ndio tunawategemea na katiba hii iko inapambaniwa, lakini bungeni kuna chama kimoja, kuna kufanikiwa? Swali zuri sana binti yangu, mjukuu wangu. Sio kwamba hawa ndio watatutumia hawa. Kuwatumia hawa ni kujidanganya tu. Tumeonyesha, wameonekana jinsi walivyofeli kwenye DP World. Watafanya nini? Ndio ile utakaoambiwa kwamba fanya. Alafu unasema pengine na wangapi huko, wale wote walioko kule ni chama kimoja tu mama. Tusisahau, tusipuuze maneno ya Balozi Humphrey Polepole. Amesema chama ambacho cha upinzani Chadema, vingine hivi ni projects kwa kazi maalum. Projects kwa kazi maalum, ya watu kwamba tuna vyama vingi, lakini chama kimoja tu. Watakaokaa sio hao, watakuja wengine kabisa na toka sehemu mbalimbali, na ndio inakuwa bunge la katiba hayo hao. Bunge la katiba ambao lilikaa kupitisha ile katiba inaitwa pendekezwa baada ya kuondoka wale Ukawa, walikuwa sasa hivi ni hao wanaanza kujiita sisi waganga wa kienyeji si nani, lakini miongoni mwa hawa wanachama wenyewe hawa wakipitisha ile sidhani kama ikifikia hapo tutasema kwamba tunakwenda kwenye katiba ya mpya. Haitakuwa hivyo. Hawa bunge sio lazima wao ni hawa, watachagua humo, vyama vyao vitachagua nani waingie, lakini sio hawa. Sasa babu, tumeona na wewe pia umesisitiza kwa kusema kwamba makamu ametuambia tupambanie katiba mpya. Ndio. Sasa tuseme sasa wananchi wanapambana. Tuna rasimu ya Warioba, tuna tume ya Jaji Nyalali. Sasa tuanzie wapi ili tuweze kuipata hii katiba mpya? Ili tuweze kufanikiwa kuipata katiba mpya, wapi pa kuanzia? Pa kuanzia kweli Jaji Nyalali alitoa mwanga kwamba iliyopo hii lazima ifumuliwe na serikali na sheria zile mbaya ziondolewe. Sasa ndio bana na sisi tukaingia G55 baada ya kuona kwamba tume ya Jaji Nyalali imegusia hilo. Kwa hiyo pa kuanzia pazuri zaidi ni pale ambapo tume ya Jaji Warioba walizunguka nchi nzima na kutumia hela nyingi sana, na tukakubali kwamba hii ndio tume ya kutafuta katiba mpya. Walipokoroga pule kwa ajili tu ya kukataa vurugu zile, kuikataa Tanganyika, ndio kuisileta vurugu ikazaa Ukawa, kwa sababu wale watu hawakutaka kabisa Tanganyika izaliwe. Ndio Ukawa wakatoka, ambao ningesema kwamba ni wazalendo, patriots, wakatoka wakawaachia CCM watupu. Ndio CCM wakaenda kutafutana sio waganga wa kienyeji sio na nini, kuweka kama ikamilike kama ni bunge la katiba. Ungechambua kule ungeona bwana wote ni CCM watupu. Ndio wakatoa kitu kinaitwa katiba pendekezwa. Hiyo ukifuata ukienda kwenye hiyo ni sawa sawa tu na kuibakiza hii ya 1975 77 hivi. Hiyo katiba pendekezwa ingesaulika. Tung'ang'anie katiba iwe ni msingi wa tume ya Warioba. Kutakuwa na marekebisho, lakini ifanane sana na hiyo kuliko kuidilute kwa ubaya. Maana lengo la hawa ambao wananufaika na 1977 katiba, tubaki hivyo hivyo, ijulikane tu kwamba tumebadilisha katiba, lakini misingi baki hivyo, ambayo tumeona matokeo yake. Haiwezekani tukawa na nchi kama na hiyo na katiba hiyo alafu tukasema tuko huru. Rasilimali zote zimekwanguliwa za Tanganyika kwa sababu ya katiba hii. Wanaogopa hao kuleta katiba mpya ambayo haitawezekana iwe hivyo. Lazima Tanganyika iwe na serikali yake, italinda rasilimali zake.
Nani amegusa Zanzibar kwenda kula lazima zake? Hakuna bandari kule, kwani wasichukue watu zote za Tanganyika na za nchi kavu? Kwa hiyo hapa bwana, mjukuu wangu na waandishi wa habari na Watanganyika wote, tupiganie tuwe na Tanganyika kweli kweli, na katiba msingi tulionao wa tume wa Warioba sehemu kubwa inatufaa sana. Kutakuwepo na marekebisho kwa sababu watu wamepevuka sasa kuliko huko nyuma. Ushauri wangu kwa vijana wa sasa hivi, tungependa kwa kweli Mungu atujalie tupate Watanganyika wazalendo kweli kweli, tena hasa vijana. Tukumbuke vijana wa sasa hivi wakumbuke kwamba tusingekuwa na uhuru huu kama tusingekuwepo vijana wa kuthubutu kipindi kile. Nyerere akiwa na umri wa miaka 32 ni kijana kabisa, lakini alithubutu na wenzake kudai uhuru. Kama ingekuwa ni umri asingefanya hivyo. Tunaomba sana wenzetu wazalendo walioko kwenye chama tawala wawe wazalendo kweli kweli, wa kusema ukweli kwa ajili ya nchi hii. Wameona kuliwa kwa nchi yetu, kufilisiwa kwa nchi yetu, rasilimali kurauliwa, kuchukuliwa na watu. Wafundishe vijana kupigania nchi hii, wapiganie nchi yetu hii. Kama hivi nilivyoanza, makamu ametusaidia sana. Ndio kundi hilo la chama chake wamezunguka nchi nzima. Katiba nchi haiwezi kuletea ugali mezani. Huyu kiongozi anasema tupigania katiba mpya, kwa maana ya kwamba kujikomboa yale yote ambayo walikuwa wakiwafunika watu kwa fool, they were fooling people. Waache na watubu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu walikuwa wanawalisha watu uongo mdogo. Nataka vijana wa aina yenu mliopo hapa, journalists, muwe majournalisti wa kimapinduzi, radical journalists and revolutionary. Sio tu kusema kwamba hii kweli. Kuna vishawishi sana siku hizi, kwa sababu hawa wenye kutupora hela hawa wanahonga sana vijana wetu, kuwalemaza tu, kuwalemaza. Lakini wewe kulikuwa na usema wewe bwana, chukua kale, lakini tegemea akili yako. Akili nyingine nasema akili ya mwenzako changanya na zako. Sasa hata ukila kiasi gani useme bwana, mimi ni Mtanganyika, mzalendo, napigania Tanganyika yangu, hata mkinihonga nitakula hela hiyo, lakini lazima Tanganyika izaliwe. Tukiwa na vijana wa aina hiyo tutaokoka. Bila ya kuwa na aina hiyo, tumekwisha. Mungu atujalie na hawajalie vijana muwe radical revolutionary. Tunakushukuru mzee, lakini umesema kwamba wewe ulihama kutoka CCM kwenda Chadema. Tunalo hili swala la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Anashikiliwa ni zaidi ya mwaka na sasa. Wewe kama mzee, unaona nini kama taifa, tupo wapi? Nashukuru sana. Swali zuri sana. Sio swali zuri kwa maana ya kwamba anasikiliwa, ila lina uchungu. Ile tu kuuliza hivyo, nimekupenda sana. Una uchungu na yanayotokea, yanayosababishwa na serikali hii kwa mtu ambaye hana hatia, sio mhaini yule. Unawezaje kuwa ni uhaini kusema jameni, nimepita njia hii, makaa yamebebwa maroli kadhaa? Uhaini huo kweli? Unatetea usema yana kwenda wapi? Ndio hiyo walipomshikia Diopo. Hakuna ushiki. Sasa tunaomba makamu wa rais tupiganie katiba mpya, tunakubaliana naye, lakini kwa cheo chake hicho washauriane huko, wamwachie huru Tundu Lissu. Sisi tunakubaliana naye tupiganie katiba mpya. Ni kweli kabisa, mtu wa kwanza kupigania katiba mpya katika upinzani sasa hivi ni Tundu Lissu. Na kama nataka usaada kweli, makamu wa rais wamwachie Tundu Lissu leo awe huru, ndipo tofauti. Vinginevyo itakuwa tu kama anapiga bla bla. Atakuwa na wasaidia wale wanasema tumwamini huyu. Kumwamini huyu makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ni kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anakuwa free leo, anakuwa huru leo.
ndio tutamwamini kwamba kweli ana nia, kwa sababu huyo ndio mpambanaji wa kupigania kutuongoza sisi kupigania katiba mpya, akimsaidia maneno yake kutekelezwa. Tunayo dhana na yamekuwa yakisikika maneno hapa kwamba maridhiano, kila mtu anayetoka anazungumza kuhusiana na maridhiano. Wewe kama mzee wetu, kwa hali ilivyo, unaona kipi kinatangulia hapa? Nakushukuru sana tena kijana wangu. Maridhiano bila ya kumfungulia kiongozi mpinzani ambaye ameshikwa illegally, ameshikwa kwa kuonewa, maridhiano ataridhiana nani? Kuridhiana kwamba ametukusanya tu vyama vile ambapo Humphrey amesema kwamba ni projects kwa kazi maalum, tu vyama vile hapo tuseme kwamba ndio wana vyama hivi vimeridhiana. Huyu mkweli asema huwezi kuwadanganya watu kila wakati. At least unaweza kuwadanganya watu a few of them wakati mmoja, lakini sio kila wakati na kuwadanganya wote. Uzoefu wetu tulio nao huko wa maridhiano hasa kwa Chadema kina uzoefu mzuri sana. Walikuwa wenyewe wametuambia tumekwenda huko jameni kwa mwaka mzima sana, tunaishia kunywa chai tu mpaka mwisho jameni. Sasa tumekaa mwaka mzima haya, tunaandika haya tulioandika, sasa mjicommit kwamba itakuwa ni hivi. Wale wakasema sisi hatubadili chochote. Unaona, kwenye maridhiano ya chama sisi hatubadili chochote. Ndipo Tundu akalani mheshimiwa Tundu Lissu akatoka tena, haya itamkia Morogoro, nakumbuka asema jameni, hakuna cha maridhiano ndani yetu, wenzangu wamekuwepo, mimi nakwenda kutibiwa narudi, hamna lolote mwaka mzima. Kwa hiyo juu ya maridhiano experience ni kwamba inakuwa ni geresha tu, ni geresha, na tunaomba kabisa watu ambao huwa serious people kama alivyoonyesha makamu sasa, wajue kwamba dunia inawaangalia juu ya maridhiano, wasifanye mizaha tu hivi. Dunia inawaangalia, lakini the best thing ni kumpa huru Tundu Lissu aongoze chama hiki, ndipo kwetu kwa tayari kwamba anatuongozaje kwenda kwenye maridhiano. Short of that huwezi, wataanza tu kutukoroga ndani ya chama hiki, kuongana ili tuvurugane upi. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako, mwandishi wa habari, tunaomba sana Tundu Lissu aachiwe huru, maridhiano ndiyo yatakuja na yataaminika. Kwa lugha nyepesi, Tundu Lissu ameshika maridhiano. Kwa lugha nyepesi, kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani ndani yetu asipokuwa huru, ndio tutajua wanataka kutumia usemi ule, mpige mchungaji kondoo watawanyike. Wanataka kumpiga Tundu Lissu tutawanyike, lakini kwa neema ya Mungu hatutatawanyika, na Tundu Lissu kama alivyokolewa tarehe 7 Septemba 2019 kutoka na marisasi 16 mwilini mwake, Mungu aliingilia, na huyu atambua kwa atatoka na ataongoza maridhiano, na hatimaye kwa neema ya Mungu ataongoza nchi. Kwa nini ionekane Tundu Lissu peke yake? Na hapa umesema, kwani maridhiano yanataka nini na nini hasa, mzee wangu? Hasa tunaridhiana nini? Tunaridhiana yale ambayo yametufanya tuwe tofauti. Ni orodha ndefu sana. Ndani ya tunaridhiana tufanye nini kwenye katiba yetu, tunaridhiana tufanye nini katika mambo mengi tu tuseme, kwa sababu katika orodha ya maridhiano kutakuwa mengi ambayo yatakuwepo. Sasa kwa nini kurudia kwa Tundu Lissu? Kwa sababu ndio mchungaji, akipigwa yule tutawanyika, na hatutaki iwe hivyo, na wapinzani watawala wangependa kumpiga yule. Hizi sisi ambao tunang'ania umoja ambao tunataka uhuru wa nchi yetu, tunataka katiba ya uhuru, tutatawanyike afu tuanze kuzubana. Lakini umuhimu wa kuwa na Tundu Lissu akiwa huru kweli, wote tutakachofikisha sema kweli tumekubaliana.
kweli tutakachofikia. Si wanaita hata uchaguzi, wanaita uchaguzi, lakini ni kweli ni uchaguzi kwa maelezo haya ambayo wewe mwenyewe umeshuhudia. Kunyimwa wapinzani, kunyimwa disqualified tangu 19 mpaka sasa. Tupo kweli, tunaongozwa, lakini tunaongozwa na tafsiri hiyo, government of the people, by the people, for the people. No. Lakini mzee, kwa nafasi yenu ninyi kama wazee, kwa umri wako na wale ambao wenye umri mnaofanana, nini mchango wao sasa kwenye taifa hasa lipo kwenye hali hii? Mchango wao uko wapi? Aha, ni msimamo wa Huhu. Msimamo wako Huhu ambao wakudai kuwa na katiba mpya, kuwa na Tanganyika yetu. Hiyo ni msimamo Huhu, kuokoa Tanganyika tuikomboe. Msimamo wa Huhu, tuwe na katiba ambayo ni safi kabisa, na uchaguzi utakuwa fair. Uchaguzi ambao tunasema fair sio kwamba lazima tushinde Chadema. No. Basi mimi naomba nikushukuru sana. Nashukuru sana mjukuu wangu, nashukuru kuja kumuuliza babu hapa mlioniuliza. Natumaini nimejibu accordingly, kwa nimejibu mliouliza. Nisije nikawa nimejibu ambao hukuuliza. Umejibu ndio. Namshukuru Kevin Ndabira na timu yake hii kuja kuzungumza na babu hapa. Nawatakia kila la heri, Mungu awajalie sana. Amin. Na awajalie tupate katiba mpya. Amina. Na tuipiganie bila kumwaga damu. Iliyomwagika damu inatosha. Mauaji halaiki yametosha. Kuteka watu kumetosha. Tupiganie, Mungu aongoze bila kumwaga damu tena. Amin.